Gilly Bonny Online TV. Pili, nimshukuru Mungu kwa kutujalia kumaliza vikao vyetu ndani ya chama kwa salama. Na kama mlivyosikia, mimi nimepatikana kama mgombea na wenzangu wote kama walivyosema wako tayari kuniunga mkono. Vile vile niwashukuru viongozi wote wa chama kwa maandalizi mazuri ya mapokezi haya. Lazima niseme nimepata faraja kubwa kuona umati wa watu kuanzia uwanja wa ndege mpaka hapa. Hii ni ishara tosha kwamba tunakwenda kushinda mapema kabisa. Nishukuru vikao vyote vya Chama cha Mapinduzi vya uteuzi kuanzia kamati maalum, kamati kuu hadi halmashauri kuu ya taifa kwa kufanya maamuzi haya kwa haki bila upendeleo. Wagombea wote 31 tunao wapo hapa na wako tayari kufanya kazi na mimi katika kupata ushindi wa Chama cha Mapinduzi. Sote tunatambua kwamba uchaguzi ndani ya chama umekwisha, na kwa maana hiyo makundi yamekwisha. Kilichobaki ni kundi moja tu, kundi la Chama cha Mapinduzi. Kwa hivyo ninawaomba ndugu zangu, kumshabikia mtu si kosa, ni haki ya kila mtu kumshabikia ampendaye. Lakini baada ya uteuzi, sasa hivi tena tusiwe na makundi. Sasa hivi sote tuwe kitu kimoja kama wenzangu walivyosema. Mheshimiwa mgeni rasmi, ahadi yangu kwa Wazanzibari endapo nitachaguliwa ni kufanya mambo yafuatayo. Kwanza, kuyaenzi na kuyadumisha mapinduzi ya Zanzibar ya mwaka 64 kwa vitendo. Hilo halina mjadala. La pili ni kuhudumisha muungano wetu uliohudumu kwa miaka mingi na ni muungano wa kihistoria. Dunia nzima wanautambua kwamba ni mfano wa kipekee muungano wetu, lazima uendelee kudumu. Mheshimiwa mgeni rasmi, nikushukuru na nikupongeze sana. Wewe ulikuwa bosi wangu na mpaka leo bosi wangu, lakini ulikuwa bosi wangu zaidi nilipokuwa waziri wako ukiwa wewe makamu wa rais katika ofisi yako. Umenifundisha mengi sana. Umenifundisha uvumilivu, umenifundisha subira, umenifundisha kukubali kupokea ushauri. Hizo sifa hakuna hata mmoja kati yetu ambaye anaweza kuzipinga. Sifa hizo unazo na sisi tumejifunza kutoka kwako. Nchi yetu kwa miaka 10 hii ya utawala wako tumeshuhudia kuna amani ya kutosha, na bila amani hakuna maendeleo. Kwa hivyo kipaumbele changu cha kwanza ni kuhakikisha kwamba amani tuliyokuwa nayo inaendelea. Ni katika hali hii tu ya amani ndipo tutaweza kupiga hatua katika maendeleo tunayoyataka sisi sote. Ananikumbusha Bikate hapa kwamba mimi ndio nilikuwa waziri wa ulinzi. Ninatambua vyema jinsi vyombo vya ulinzi na usalama vinavyofanya kazi, na bila shaka wataendelea kudumisha amani katika nchi yetu. Lakini amani si vyombo tu, amani ni sisi wananchi. Tuhakikishe kwamba tunailinda amani yetu kwa udi na uvumba. Mheshimiwa Rais, wewe pia umedumisha umoja wa kitaifa hapa Zanzibar. Hakuna swala la Upemba na Unguja, hakuna swala la ukaskazini na ukusini. Sote ni Wazanzibari. Lazima tuhakikishe kwamba hilo linadumishwa ili sote tuweze kunufaika na mapinduzi matukufu ya mwaka 64. Ndugu zangu, lengo langu ni kuendelea kuijenga nchi yetu, kuendelea kuiletea Zanzibar maendeleo
kuanzia pale alipoishia Dr. Ali Mohamed Shein. Miradi mingi imefanywa, maendeleo ya kila aina tumeyaona, lakini kama ilivyo kawaida kuna miradi ambayo haijakamilika. Mimi nitaanzia hapo. Kuna miradi mikubwa na leo si siku yake kuitaja yote, lakini nataka nikuhakikishieni kwamba maendeleo yaliyoanzishwa na awamu ya 7 tutayaendeleza kwa nguvu zote. Kuna eneo la miundombinu ambayo ni muhimu kwa ustawi na maendeleo ya nchi yetu. Kuna huduma za jamii, lakini kubwa zaidi ni ustawi wa watu, ustawi wa Wazanzibari. Hivyo ndivyo vitakavyokuwa kipaumbele katika uongozi wangu, Mwenyezi Mungu akitujalia salama tukashinda na kuendelea kushika dola. Lakini nikumbushe na niseme tena, hili nililisema nilirudie, wakati tunataka kutekeleza haya sitokuwa na huruma wala muhali narudia, wakati tunayatekeleza tuliyoyapanga katika kuleta maendeleo sitokuwa na huruma wala muhali kwa wala rushwa, wabadhirifu wa mali ya umma, wazembe na wale wote ambao hawawajibiki katika majukumu waliopewa. Ndugu zangu, kama alivyosema Dr. Shein hapa, wengi wenu kiutendaji hamnitambui kwa sababu mimi nimefanya kazi karibu miaka 11 kwenye Wizara ya Ulinzi. Wizara ya Ulinzi mambo yetu tunayafanya ndani, hatufanyi nje. Lakini nikiazima maneno ya mwenyekiti wetu Mheshimiwa Magufuli, nasema watanielewa. Ndugu zangu, leo nimepata faraja kubwa kuona umma wa Wazanzibari wamekuja kunipokea. Viongozi, wanachama, wakereketwa. Sina shaka hata kidogo kwamba tutashinda uchaguzi huu, tena tutashinda kwa kishindo kikubwa. Ninakuombeni ndugu zangu, kuanzia viongozi wetu wa mashina hadi kwenye matawi, hadi kwenye wadi zetu, majimbo yetu, wilaya zetu, mikoa na CCM taifa, pamoja na washabiki wa CCM wote, tukae tayari kuimaliza kazi ya uchaguzi mapema. Ndugu zangu, leo sio siku ya kutoa hotuba. Leo ni siku ya kutambulishwa mimi mgombea wa urais kwa wananchi. Kwa mara nyingine tena nakushukuruni nyote mlioacha kazi zenu mkajitokeza kuja kunilaki, na mmenipa faraja kubwa kwamba kumbe siko peke yangu. Kazi hii tutafanya sote. Muda wa kampeni ukifika, basi sote twendeni tukafanye kampeni ya kisayansi, kampeni itakayotuwezesha kuendelea kushika dola. Ndugu zangu, napenda nikuhakikishieni kwamba nimefanya uamuzi wa kugombea nafasi hii kwa nia moja tu, nayo ni kuwatumikia Wazanzibari. Nataka niwatumikie Wazanzibari kwa nguvu zangu zote, kuwaletea maendeleo ya kweli na kuwaletea ustawi wa kijamii. Nataka tuendeleze maisha ya Wazanzibari yawe bora, na hilo sina shaka kwa ushirikiano wa wale tutakaokuwa katika serikali tutahakikisha kwamba hilo linafanyika na linawezekana. Ndugu zangu, nikuhakikishieni kwamba nitatetea maslahi ya Wazanzibari katika muungano wetu, katika Jumuiya ya Afrika Mashariki,
lakini katika jumuiya ya kimataifa kwa ujumla. Ondoeni shaka kabisa, yajayo yanafurahisha sana. CCM oye! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Ndugu zangu, baada ya kusema hayo, nirudie kauli yangu ya kukushukuruni sana. Mmenipa faraja siku nyingi, kiasi wiki nzima sijapata usingizi mzuri, lakini nadhani leo nitalala vizuri leo, kwa sababu kuna kila dalili kwamba hili jambo, uchaguzi huu umeshakwisha. Tunakwenda kuchukua na kuendelea kukamata dola yetu. Basi baada ya hapo tutafanya kazi ya kuleta maendeleo ya Zanzibar. Kwa heshima na taadhima, naomba nikushukuruni sana. Nikushukuru Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, niwashukuru viongozi wote walioko hapa. Ndugu zangu wananchi, tutapata nafasi ya kuzungumza wakati wa mikutano ya kampeni. Mtazisikia sera. Ninajua mna madukuduku mengi, ninajua kuna changamoto nyingi, lakini leo sio mahali pake. Wakati wa kampeni tutayazungumza yote na nyinyi wenyewe mtafurahi roho zenu. Baada ya kusema hayo, nasema Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Zanzibar. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV.